Watu wa Mungu, Bwana ni mwema wakati wote. Basi niwaalike watu wa Mungu katika wakati huu tukaweze kujadili kidogo na kujifunza kwa habari ya ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Tumekuwa na mwendelezo wa masomo haya katika channel yetu ya The Three Angels Message, na sasa niwaalike watu wa Mungu tunapokwenda kujifunza kwa ufupi kwa habari ya ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Popote ulipo tuweze kupiga magoti na kuomba. Asante Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema zako na baraka zako. Katuongoze kwa Roho wako Mtakatifu, mwanzo hata mwisho wa masomo haya yaweze kutusaidia kukuelewa wewe, hatimaye tukaweze kufanana na wewe na kubadilishwa. Asante Yesu, badilisha mioyo yetu, takasa roho zetu na ukatufunike kwa haki yako. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amina. Watu wa Mungu, karibu tuweze kujifunza habari ya ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani. Ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Tunapojifunza Biblia kwa ujumla, tunajua ya kwamba Biblia yote inazungumzia habari ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika uovu, na mpango wote wa ukombozi umefungwa katika habari ya kuhesabiwa haki kwa imani. Biblia yote hii ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Neno la Mungu lote ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Linatufanya kumtazamia Kristo ambaye yeye pekee anaweza akatuokoa na utumwa wa dhambi. Yeye pekee anaweza akatusaidia tukaokolewa, tukaepuka kile kifo cha milele. Kwa hiyo tunapojifunza habari ya Biblia, habari ya ujumbe wa malaika watatu unaowaita wanadamu wote kumsujudia Muumbaji, katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 hadi mstari ule wa 12, tunaona jumbe za malaika watatu ambazo zinawaita wanadamu kumtukuza Mungu, kumcha Mungu na kumrudia yeye, kuepuka ibada ya Babeli, na onyo zito kwa wale watakaokataa kumrudia Muumbaji. Huo ndio ujumbe wa malaika watatu ambao unahubiriwa na unaendelea kutolewa katika ulimwengu huu wote katika siku hizi za mwisho. Kwa hiyo tunavyojifunza habari ya ujumbe wa malaika watatu, ni ujumbe unaotuongoza kumrudia Muumbaji. Ni ujumbe unaotufanya tuitazamie haki ya Kristo kupitia Yesu Kristo, tuweze kuhesabiwa haki kupitia Kristo Yesu, hatimaye tuweze kuokolewa. Kwa hiyo tunavyojifunza neno la Mungu, Biblia na ujumbe wa malaika watatu, tunajifunza habari ya kuhesabiwa haki kwa imani, kwa sababu hakuna kitu ambacho mwanadamu anahitaji katika ulimwengu huu zaidi ya kuhesabiwa haki kwa imani. Hivyo tunapojifunza pia katika habari ya roho ya unabii katika kitabu kile cha Testimonies for the Church volume 6 ukurasa ule wa 19, katika Testimonies volume 6 ukurasa wa 99, ambapo mtu wa Mungu, nabii wa Mungu aliulizwa kwa habari ya ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani. Nabii wa Mungu alisema kwamba huu ni utukufu wa Mungu ufungao kazi ya yule malaika watatu. Ni utukufu wa Mungu unaofunga kazi ya yule malaika watatu. Anasema kwamba ujumbe wa kuhesabiwa haki, ujumbe wa haki ya Kristo hauna budi kusikika kutoka mwisho mmoja wa dunia hadi mwisho mwingine, ili kumwandalia Bwana njia. Anasema huu ni utukufu wa Mungu ufungao kazi ya yule malaika watatu. Kumbe tunapojifunza habari ya ujumbe wa malaika watatu, tunajifunza habari ya kuhesabiwa haki kwa imani. Tunasogezwa karibu na Kristo ambaye kwa yeye tunaipata haki yake na tunahesabiwa kuwa ni wenye haki kupitia yeye Kristo. Na huu ndio ujumbe unaofunga kazi ya yule malaika watatu, kwamba watu wote waweze kuaksi sura na tabia ya Yesu, na hapo ndipo watakapokuwa tayari kwa ajili ya jaribu, kwa ajili ya taabu ya Yakobo, na hapo ndipo wataweza kustahimili yale majaribu yaliyoko mbele yao, kwa sababu watakuwa wamehesabiwa haki na dhambi zao zitakuwa zimetangulia hukumuni, zitakuwa zimefutwa. Huu ndio ujumbe ambao Mungu aliagiza utolewe kwa ulimwengu. Ni ujumbe wa malaika yule watatu ambao hauna budi kutangazwa kwa sauti kuu
Hiyo ni katika Testimonies for the Church volume 6 ukurasa ule wa 91 na ukurasa ule wa 92. Kwa hiyo tunapojifunza tunaona kwamba Yesu Kristo, mamlaka yote amekabidhiwa Yesu Kristo, ili kupitia yeye, kumcha yeye na kumrudia yeye, haki yake iweze kutufunika, kwa sababu yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yetu. Alichukua udhaifu wetu, alichukua maovu yetu, alichukua dhambi zetu zote, ili kwamba yeye aweze kugawa vipawa vyema kwa watu, akiwapa kipawa cha thamani isiyohesabika cha haki yake mwenyewe kwa binadamu asiye na msaada. Katika Testimonies for the Church volume 6 ukurasa ule wa 91 na 92 tunajifunza ya kwamba huu ndio ujumbe ule ambao Mungu alikuwa amekusudia utolewe katika miaka ile ya 1888, wakati ambapo ulipohubiriwa kwa mara ya kwanza na A.T. Jones pamoja na Wagona. Katika mwaka huo tunaona ya kwamba viongozi wa kanisa katika kipindi hicho walitokea kukataa ujumbe huo, walitokea kutokukubaliana na ujumbe huo, lakini tunaona ya kwamba ujumbe huo ulibaki kwa mtu mmoja mmoja, ambao hata leo unaendelea kutangazwa katika ulimwengu huu. Na ujumbe huo ulikuwa umekusudia kwa ajili ya kuandaa watu wa Mungu kuweza kuwa tayari kwa ajili ya kumpokea Kristo ambaye alikuwa amekaribia sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, pasipo haki ya Kristo hatuwezi kuokolewa. Vinginevyo mavazi yetu yataonekana kuwa machafu, uchi wetu utaonekana, umaskini wetu utaonekana. Lakini Yesu anasema katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, tukienda katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 na kuanzia mstari ule wa 17 anasema, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi, na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka upate kuona. Tunaona ni maneno yanayozungumzwa katika kanisa la Laodikia katika Ufunuo 3 mstari ule wa 17. Maneno yanayozungumzwa katika kanisa la mwisho, kanisa la siku za mwisho, ambalo linajiona limekamilika, linadai ya kwamba limekamilika, halihitaji tena msaada wowote. Ni kanisa linalojiona kwamba ni tajiri, ni kanisa lililojawa na kiburi, lakini ni kipofu, halioni, halina macho. Kristo anataka ya kwamba linunue mavazi meupe, lihitaji haki ya Kristo, liombe haki ya Kristo kwa Kristo ili liweze kufunikwa, liombe dawa ya macho ili liweze kupakwa, liweze kuona, liweze kuwa na haki ya Kristo, liweze kutambua ya kwamba jenyewe ni uchi, na hivyo liweze kumtegemea Kristo kikamilifu. Watu wa Mungu, tunaishi katika nyakati ambazo uasi unazidi kuongezeka katika ulimwengu. Hata ndani ya kanisa uasi unazidi kuongezeka. Lakini ni kina nani watakaosimama? Ni wale ambao watakuwa wamekubali kujitiisha chini ya neno la Mungu, wale ambao watakuwa wamekubali kuipokea haki ya Kristo, kuruhusu ujumbe wa malaika watatu ubadilishe mioyo yao na uweze kufanya kazi ndani ya mioyo yao. Huu ni utukufu wa Mungu unaofunga kazi ya yule malaika watatu. Kwa hiyo kiini cha ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe wa kuhesabiwa haki, na Kristo ndiye haki yetu. Wakati kuna kundi moja linapotosha ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani na kupuuza kutii masharti yaliyotolewa katika neno la Mungu yasemayo, mkinipenda mtazishika amri zangu, kuna kosa kubwa kama hilo kwa upande wa wale wanaodai kuamini na kutii amri za Mungu, lakini wanajiweka katika hali ya upinzani wa miale ile ya nuru ya thamani inayoonekana kuwa kama nuru mpya kwao, ambayo inaakisiwa kutoka kwenye msalaba wa Kalvari. Tunapojifunza habari ya ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, haimaanishi ya kwamba sheria ya Mungu inawekwa kando, kwa sababu kuhesabiwa haki kwa imani kupitia Kristo Yesu
kunaibeba sheria ya Mungu usoni pake. Ni yule pekee aliyehesabiwa haki kwa imani kupitia Kristo Yesu, anayeishika sheria kwa ukamilifu. Yule ambaye anaiweka sheria ya Mungu pembeni, huyo ni mtu ambaye hajaelewa habari ya kuhesabiwa haki kwa imani, kwa sababu ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ni ujumbe ambao ni utukufu wa Mungu unaofunga kazi ya yule malaika watatu. Lakini hatuwezi kuutangaza ujumbe wa malaika watatu pasipo kuelewa ujumbe huu wa haki kwa imani. Ujumbe huu wa malaika watatu unamaanisha nini na tunauruhusu vipi ufanye kazi ndani ya mioyo yetu? Na tunaona kwamba ni somo la kuhesabiwa haki kwa imani ni somo ambalo Shetani amekuwa akilipiga vita kwa muda mrefu sana, kwa sababu tumeona tangu mwaka 1888 wakati ambapo viongozi ambao waliweza kulipiga vita somo hili, tangu katika zama za giza na nyakati zingine zote zilizopita na zinazoendelea, Shetani amekuwa akileta vita kubwa katika ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani, kwa sababu Shetani anajua siku ambapo watu wataelewa habari ya ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, siku ambapo watu watamwelewa Kristo, wataelewa ujumbe huu, basi nguvu ya Shetani itakuwa imekwisha. Shetani hatakuwa na chochote tena kwa mwanadamu. Pale mwanadamu anapotambua ya kwamba yeye hana chochote, matendo yake mema au maovu hayana chochote, hayachangii chochote katika wokovu wake, ndipo ambapo nguvu ya Mungu inapokuja, ndipo ambapo Kristo anakuwa na haki miliki. Kristo anammiliki kamili mtu huyo anapodai ya kwamba huyu ni wake, na Shetani anakuwa hana nguvu tena juu yake. Kuna njia kuu mbili ambazo Shetani anazitumia kulipiga vita sana habari ya ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani. Na fundisho la kwanza ambalo Lucifer amekuwa akilitumia sana kupiga vita ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, fundisho la kwanza linasema kwamba mwanadamu anaweza kujipatia haki mbele za Mungu kutokana na matendo yake ya dini au kushika sheria. Hili ni fundisho la kwanza, kwamba watu wanaamini, wachungaji na manabii leo hii wapo wanahubiri ya kwanza ya kwamba mwanadamu anaweza kujipatia haki yeye mwenyewe mbele za Mungu kwa kushika dini, kwa kushika matendo ya sheria, kwa kushika mapokeo ya kanisa, mafundisho ya kanisa, ama kwa kushika sheria. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nasema kwamba fundisho kuwa kwa sababu tunaokolewa kwa neema na kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya imani, basi hatuna haja ya kushika sheria. Hilo ni fundisho la pili, fundisho ambalo limeshikiliwa na makanisa mengi ya Kiprotestanti. Makanisa mengi ambayo yanapinga sheria ya Mungu yanashikilia ya kwamba kwa kuwa tunaokolewa kwa neema, basi hatuna haja ya kushika sheria za Mungu. Fundisho la kwanza ambalo linasema ya kwamba kwa matendo, kwa kushika sheria tunaweza kuhesabiwa haki kwa imani, linalenga kumwondoa Kristo katika mpango wa wokovu. Linalenga kumwondoa Kristo katika mpango wa wokovu, na kwamba kwa dhana ya kwamba mtu anaweza kujiokoa kwa juhudi zake mwenyewe, kwa kushika sheria, kwa kushika amri, kwa kushika mapokeo ya kanisa, anaweza akahesabiwa haki, anaweza akajiokoa mwenyewe, na hivyo linamwondoa Kristo katika mpango wa ukombozi. Lakini fundisho namba 2 ambalo linasema kwamba kwa sababu tunaokolewa kwa neema na kuhesabiwa haki mbele za Mungu, basi hatutakiwi kushika sheria, hatuna haja ya kushika sheria. Fundisho hili linalenga kuondoa umuhimu wa sheria ya Mungu, yaani tabia ya Mungu katika mpango wa wokovu. Na mbinu hizi zinaendelea kuonyesha ya kwamba zimetapakaa ulimwenguni pote, hata katika ulimwengu wa makanisa ya Kiprotestanti. Wachungaji wengi, manabii wengi wanahubiri ya kwamba sheria ilikoma. Wanashindwa kutambua ya kwamba sheria ya Mungu ni tabia ya Mungu ambayo inadhihirishwa, ya kwamba Mungu amejifunua katika amri zake 10, ya kwamba amri 10 za Mungu zinaifunua tabia ya Mungu, na hivyo kubatilisha amri 10 za Mungu, tunaikataa tabia ya Mungu, tunamkataa Mungu. Hivyo mafundisho hayo mawili
yanatumiwa sana ulimwenguni leo, na watu wamechanganyikiwa juu ya kipi ni sahihi na kipi ni uongo. Lakini hata hivyo tunatakiwa kuelewa ya kwamba hakuna mpango wa wokovu na kuhesabiwa haki nje ya Kristo Yesu, na Kristo Yesu asiyeshika sheria ya Mungu, huyo ni Kristo wa uongo, si Kristo wa kweli. Tujue tu ya kwamba endapo matendo ya imani na kushika sheria na mapokeo vingeweza kumnunulia mtu yeyote kipawa hicho cha wokovu, basi muumbaji angekuwa na deni kwa upande mwingine. Muumbaji angekuwa na deni la kulipa kwa upande mwingine. Basi wokovu kwa sehemu ungekuwa ni jambo ambalo ni deni, jambo ambalo linaweza kulipwa kama ujira. Ndiyo, ingekuwa hivyo. Kama mtu hawezi kustahili kupata wokovu kwa matendo yake mema au kwa njia ya kushika sheria au kwa mapokeo ya kanisa, ndipo inapojulikana ya kwamba ni kwa neema tu, ukipokelewa na wanadamu mwenye dhambi, kwa sababu anampokea na kumwamini Yesu. Ni zawadi ya bure kabisa inayotolewa. Hivyo hakuna mwanadamu anayeweza kuishi hapa duniani akahesabiwa haki kwa matendo yake. Hakuna jambo moja jema sana lililotendwa na mwanadamu au jambo ovu ambalo anaweza kuhesabiwa haki katika jambo hilo, kwa sababu wanadamu wote wameanguka, wanadamu wote wametenda dhambi, na hivyo tunahesabiwa haki kwa imani tu. Kustahili kwa matendo ya mwanadamu aliyeanguka kutokana na matendo yake mema kamwe hakuwezi kumnunulia uzima wa milele. Hakuna tendo lililo jema la mwanadamu linaloweza kumnunulia uzima wa milele. Hivyo mtu wa Mungu, tunapojifunza kwa habari ya ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, mafungu ambayo yanaweza yakatusaidia kuelewa kwa habari ya ujumbe huu, ambayo yanafunua tabia ya Mungu na haki yake Kristo, katika kitabu kile cha Isaya sura ya 64 mstari wa 6. Kitabu cha Isaya 64 mstari ule wa 6. Isaya 64, kitabu cha Isaya 64 mstari ule wa 6, ambayo neno la Mungu linasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu mchafu, tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Hivyo hakuna tendo lililo jema. Pamoja na kwamba kuna matendo ambayo tunafanya, tunaonekana kama tumefanya matendo mema, lakini hayo yote ni ubatili na kujilisha upepo, kwa sababu hakuna tendo lolote lililo jema la mwanadamu liwezalo kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Lakini ni kwa imani pekee katika Kristo Yesu ndipo ambapo tunaweza kuhesabiwa haki. Na hivyo sasa, hata leo wapo watu ambao wanaamini ya kwamba matendo yetu mema, tendo jema la mwanadamu linaweza kupelekea mtu huyo kuokolewa, linaweza kupelekea hata kuondoa dhambi za nyuma. Yaani mtu anaamini ya kwamba akifanya matendo mema yanaweza yakasafisha ule uovu aliyoutenda miaka ya nyuma, ule uovu aliyoutenda siku za nyuma. Wanaona ya kwamba matendo mema yanaweza yakapelekea wokovu. Lakini hata miongoni mwa watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato wapo wanaoamini ya kwamba matendo mema yanaweza kumfanya mtu aweze kufika mbinguni. Wahubiri kadhaa wamekuwa na desturi na tamaduni za kuna maneno ambayo yanatamkwa, yanasema ya kwamba maneno yanasema ya kwamba ukitenda matendo mema basi wewe utafika mbinguni. Hizo ni kauli ambazo Ibilisi amekuwa akizipandikiza katika mioyo ya watu, wajue ya kwamba kumbe matendo yetu mema yanachangia wokovu. Kumbe tukitenda matendo mema tunaweza tukaokolewa. Na hivyo watu wamekuwa vipofu na macho yao yamefungwa, wasimtazame Kristo ambaye yeye pekee, haki yake pekee ndiyo inaweza kuwafanya wanadamu waweze kuokolewa. Na hivyo tunarudi pale pale ya kwamba fundisho kuwa matendo mema ya mwanadamu yanaweza kumpatia wokovu ni jambo ambalo limesababisha wengi kushindwa kuelewa ukweli wa wokovu. Na hivyo huo ndio mfumo wa Babeli
ya kwamba mfumo wa Babeli siku zote umekuwa ni kujiinua, kujihesabia haki kupitia matendo, kujihesabia haki kupitia kushika sheria na mapokeo. Lakini hata hivyo tutambua ya kwamba hakuna tendo lolote jema ambalo mwanadamu anaweza kutenda na akahesabiwa haki mbele za Mungu, ikiwa watu wakimtazama Yesu Kristo kwa dhati na kumtumaini, kutaka kama tumaini lao pekee. Hapo ndipo nafsi haitaweza kujitukuza sana, kiburi hakitaweza kuonekana ndani ya mwanadamu, na hivyo haki ya Kristo itafanya kazi ndani ya mwanadamu, na mwanadamu yule anaweza kuhesabiwa haki kupitia Yesu Kristo pekee. Na hivyo watu wa Mungu, tunahitaji kuipokea haki ya Kristo, na ili tuipokee haki ya Kristo hatuwezi kwenda mbele na matendo yetu ya kila siku. Hakuna tendo lolote mwanadamu la siku yoyote analoweza kwenda nalo mbele za Mungu akidai kuhesabiwa haki kwalo. Ni kwa sababu wanadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuna dhana moja ambayo imekuwa ikipokelewa sana na ulimwengu wa leo. Kuna maneno yanasema kwamba jisaidie nami nitakusaidia. Jisaidie nami nitakusaidia. Ni maneno ya kawaida ambayo yamekuwa yakisikika katika maneno ya kila mtu, katika kila kona ya ulimwengu. Ni maneno ambayo yamekuwa yakisikiwa sana. Lakini imani ya kwamba tunachangia wokovu wetu ni dhana potofu, na hili huifanya nafsi ijitukuze kwamba imechangia kitu fulani katika wokovu. Mtu anapoambiwa ya kwamba anatakiwa kufanya jambo fulani ili aweze kuokolewa, lakini anashindwa kutegemea ile ya kwamba Yesu Kristo, kumtegemea Kristo ambaye yeye kupitia yeye ndipo wokovu unapatikana, nafsi hiyo inaenda kujitukuza kana kwamba imechangia sehemu fulani katika wokovu wake. Tunahitaji kutambua kuwa haki ya Kristo ndiyo tumaini letu pekee mbele za Mungu, na hakuna tendo lolote la mwanadamu liwezalo kumfanya aweze kuonekana wa haki mbele za Mungu ama amefanya mambo mema. Tunafundishwa katika Biblia, tunafundishwa ya kwamba wokovu ni kwa njia ya neema, kwa njia ya Yesu Kristo. Wakati huo huo tunaelezwa ya kwamba imani ya kweli inamtegemea kabisa Kristo kwa wokovu, nayo humwongoza mtu huyo kwenye utii kamili wa sheria ya Mungu. Hakuna kinachoachwa nyuma. Kuhesabiwa haki kunaibeba sheria usoni pake. Hivyo fundisho ovu la Babeli kuwa tunaokolewa kwa imani na matendo yetu bado limeenea sana ulimwenguni. Hata miongoni mwa kanisa la Mungu, watu tumekuwa tukifanya bidii, tukijituma sisi wenyewe kwa matendo yetu ya kwamba tutende matendo mema ili tuhesabiwe haki, tutende matendo mema ili twende mbinguni. Lakini imekuwa ni juhudi ambazo ni bure kabisa, kwa sababu Isaya 64 mstari wa 6 anatueleza ya kwamba matendo yetu mema yote ni najisi, ni kitu ambacho ni uchafu, hakiwezi kikabadilisha chochote. Lakini tunapoipokea haki ya Kristo, hiyo inatufanya tufae, inatufanya tustahili wakati uliopo na wakati ujao, inasafisha matendo yetu maovu yale tuliyoyafanya kipindi cha nyuma, na hivyo inatufanya tufae mbele za Mungu na tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Basi watu wa Mungu, Mungu atubariki. Niwakaribishe tena katika mwendelezo wa masomo haya. Mungu azidi kutuandaa na kutuweka tayari kwa ajili ya kuwa tayari katika saa ile ambayo amekusudia. Mvua ya masika imekaribia na mwisho umekaribia. Watu wa Mungu hawana vazi la harusi, hatujafunikwa kwa vazi la haki ya Kristo, na hivyo tunatakiwa kujinyenyekeza na kuomba kwa bidii ili Mungu aweze kutusaidia. Mvua ya masika inaposhuka, basi Kristo aweze kutusaidia tuweze kuwa tumevikwa haki ya Kristo. Mungu atusaidie na Mungu atubariki sana. Basi niwaalike sasa tupige magoti tuweze kuhitimisha somo letu. Asante Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kutuongoza, endelea kututia nguvu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.